Ujambo mtazamaji na karibu katika kipindi chetu maalum cha mahojiano. Leo tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha IDC, chama ambacho kimekuwa kikijitokeza hadharani kikiahidi mabadiliko makubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, katika moja ya kauli zake, mwenyekiti huyo aliwahi kusema kuwa IDC ndio mkombozi wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kauli ambayo imezua mjadala mkubwa kisiasa na kijamii. Mtazamaji, je, ukombozi huo una maana gani hasa? Ni ukombozi wa kiusalama, kiuchumi au kisiasa? Na je, IDC ina mkakati gani wa kuleta mabadiliko hayo katika mazingira ya sasa ya changamoto za usalama na uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Leo tutapata majibu ya moja kwa moja kutoka kwake na nitazungumza naye kutoka Durban, ni mashariki mwa Afrika Kusini. Mtazamaji, naitwa Abedi Jean de la Croix. Niseme kwa mara nyingine tena, karibu. Jacques Wayalala, ujambo na karibu kwenye mahojiano. Asante mtangazaji, jambo na wenyewe wanatusikiliza. Nashukuru sana kuwa na wewe kwa siku ya leo. Naam, wewe ni mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha IDC ambacho kinapatikana nchini Afrika Kusini. Nitataka kwanza kufahamu IDC ni chama cha aina gani na kilianzishwa kwa malengo gani makuu? IDC ni chama cha raia ya Wakongomani, ni parti politique national yenye iko na mission, iko na lengo ya kuchukua madaraka, kugeuza maisha ya raia na develope nchi yetu. Naam, huko kwenye kuchukua madaraka tutafika. Kabla hatujafika huko, kwanza ungetuambia IDC inatofautianaje na vyama vingine vya upinzani au vilivyoko madarakani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Jaribu kuliweka wazi. Tofauti ya IDC na vingine vyama vya siasa vyenyewe vinatangulia ndani ya nchi yetu iko totalement different. Juu ya nini? IDC inakuja kugeuza maisha ya watu. IDC haikuje kunyanyasa raia na kuchukua corruption, yani pesa za raia. Tunakuja kugeuza kabisa, yani corruption iko ndani, kuleta amani, kuleta security na umoja ndani ya raia yetu. Naam, tuzungumzie sasa kuhusu kauli ya kuikomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tena umetoka kuitamka sasa hivi tu, ulisema IDC ndio mkombozi wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unamaanisha ukombozi wa aina gani hasa? Kisiasa, kiuchumi au kiusalama? Unasema kweli mtangazaji. IDC ni chama cha ukombozi kisiasa na uchumi, juu vyote vinaendea pamoja. Kama nasema kisiasa, unajua nchi yetu hamuna demokrasia, hakuna uhuru, hakuna amani, hakuna security, na wenyewe watakuja gomboa raia ni IDC ndio itafanya ile kazi. Demokrasia, amani, umoja na security ya watu. Ukienda kiuchumi, unajua kwetu uchumi ni shida sana, watu wanahangaika, hakuna makazi, unasikia? No. Hakuna makampuni, au yote hayo ni kazi yenye tutakreate. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na migogoro ya makundi mengi sana yenye silaha mashariki mwa nchi hiyo. IDC ina mkakati gani wa kumaliza tatizo hilo? Itafanya mbinu gani hapo kuhakikisha kwamba tatizo hili linamalizika? IDC ina ile mchakato ya cooperation na zingine nchi zozote jirani. Ile kabisa tunapasha ongea kweli na kuambia raia yetu kweli, amani itapatikana nchi. Yaani kuna kwanza amani inapaswa patikana kwa maongezi, na kama vinashindikana kwa maongezi, tunakamata kimabavu nchi yenyewe inatuvamia na sisi tutawavamia. Kama kimaongezi nchi yenyewe itaitika kimaongezi na DRC, tunaenda kimaongezi. Lakini wakikataa kimaongezi vinashindikana kimabavu.
Vizuri sana. Umesema mkipewa madaraka nchi itakawavamia na ninyi mtaivamia pia. Kwa nguvu gani pengine ingetaka kufahamu, au nguvu mtatoa wapi ya kuvamia nchi hiyo? Kongo ina mali, ina askari jeshi na raia. Mali zetu zitatusaidia kuleta protection security ya nchi. Raia yetu itasaidia, na Kongo iko na jeshi. Hakuna nchi yenyewe ikati bila jeshi. Na hakuna nchi yenyewe na raia. Tutafanya kampani muraia yetu kutusaidia shika gouvernement kwa kuutilize force kwa kuleta protection na security ya nchi. Vizuri sana. Sasa tuambie, ukombozi unaozungumzia unahusisha mabadiliko ya mfumo wa uongozi au sera? Jaribu kueleza kwa vitendo hapa kuhusu nukta hii. Viongozi tutageuza uongozi wa leadership pia na sera. So, leadership ndio itumike vizuri. Pia na sera zao sio mzuri. Sisi tutaleta zote, uongozi wa leadership na uongozi wa sera. Kiongozi ni wa raia. Juu kiongozi hawezi tumika yeye peke, wao peke. Raia inateseka na nyinyi mnachukua pesa mnakula. Amsaidie raia kitu, amjenge nchi. Raia inateseka, raia nakufa. Raia na viongozi, yani leadership ya ijali, hiyo haiko uongozi. Na sera zetu zenye tutaleta za kweli, tutaongea na raia. Raia njoo itatuambia gisi tutafanya. Tunasikiliza raia. Okay, tubaki hapo kwenye swala la kuzungumza na raia au wananchi, kwa sababu umesema mtazungumza na wananchi. Na shawishi vipi sasa wananchi wa kawaida kuwa nini ndio suluhisho la matatizo ambayo wanapitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na tunaweza waambia raia ya Kongo ituamini sisi IDC haijatumika katika government yoyote. Na kama tuko nje huku tunakuja kwa brand kujifunza zingine nchi za kuendelea zinafanya. Na kweli viongozi vya IDC zishajifunza, zishakuwa na experience ya kugeuza maisha ya raia yetu na nchi yetu. Watupatie confiance kwa kuongoza ile nchi. Kuna baadhi ya wachambuzi ambao niliwahi kuzungumza nao siku zilizopita kuhusu ile swala la ukombozi tu. Kuna wamoja wanasema kwamba kauli ya ukombozi wafanyasiasa wengi sana wanaitumia kisiasa na wengine wanaitumia labda kutaka kutafuta umaarufu. Kwa upande wako ili unalichukuliaje kwa mfano? Wanaweza kuwa wana haki ya kusema vile. Juu siasa ya Afrika ni vile kudanganya. Lakini sisi watuaminie. Haya yanatoka kwenye kiongozi wa IDC. Watuaminie siasa ya IDC ni siasa yenye itakuwa different na viongozi vingine vya Kongo. Viongozi vingine vya Kongo. Juu l'expérience nous a rendu sage. Na il faut tugeuze maisha raia yetu na nchi yetu. Bila sisi wa Kongomani, nchi yetu haiwezi kuendelea. Raia yetu hakuna mabadiliko kwenye raia yetu. Sijue jinsi naweza waambia watupatie confiance, lakini waomba watupatie confiance. Okay. IDC itafanya mabadiliko kubwa sana ndani ya raia na nchi yetu, na kuongoza kutakuwa mabadiliko sana. Vizuri sana. Sasa madaraka mtachukua namna gani? Kuma election ku suffrage universel, kuma election tutabeba. Kitu kikubwa ambacho watu wanataka kufahamu, chama chenu kina ushawishi wa kutosha ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tuna viongozi kubwa sana wenyewe wanafanya kampeni ndani ya nchi na nje ya nchi. Hivi wako ndani ya nchi wanafanya kampeni chini na huku nje tunafanya kampeni. Naam, tuzungumzie sasa chama cha IDC na PAD na UBOLI. Haya majina matatu wanayasikia sana kwenye chama chenu. Mkoje? Ndio, kama tunasema UBOLI ni coalition
ya vyama na waanzishi wa hiyo coalition ya inaitwa Uboli ni IDC na ANAPAD na vingine vyama vya siasa ya wazalendo. Tuko pamoja kwa kutetea haki yetu na kuchukua madaraka. Swali langu kubwa kabisa na la mwisho kwako, naomba unijibu kwa makini kabisa. Ikiwa leo ungepewa nafasi ya kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni hatua gani 3 za haraka ungechukua ndani ya siku 100 zako za kwanza ofisini kama rais wa nchi Jacques Yalala? Ya kwanza ni amani. Amani kwanza. Cha pili ni security ya nchi. Ya tatu ni juu ya education. Tutajenga mauniversite na masomo. Ya ine barabara. Tutajenga barabara kabisa maprovince yote different. Na zile barabara kubwa nationali ifo zifike Kinshasa. Uku uraisi rai uko na uraisi wa kutoka kuma village, kuma zone, kuma province mpaka kwenda Kinshasa. Na ya tatu mlimo. Ya tano ni mlimo. Chakula kiwe kingi sana ndani ya nchi yetu. Na ya sita ni mahopitali, kujenga mahopitali na makliniki na madawa yawe mengi ndani ya nchi yetu. Hivyo ni vitu yeniko prioritaire 6. Neno lako la mwisho kwa watu ambao wanakusikiliza? Neno ya mwisho ninaongea uraia yetu ya Kongo. Watupatie chance, wapatie IDC na coalition Ubole en general. IDC njo chama cha ukombozi katika maisha na kumaliza vita na maisha ya watu. IDC njo iko na sera za kweli zenye zitaongoza nchi na kubadilisha nchi. Na viongozi vya IDC vitakuja kudirige, yani kutumika kwa kudevelope raia yetu ya nchi ya Kongo na nchi yetu. Kutakuwa mabadiliko mingi sana, kuleta moto, kuleta mai, kujenga barabara, kukree makazi, kuongea na bainvestisseur kuja kuinvestire kwetu. Nasikia kuongea na ba operateur économique national provincial juu ya kujenga nchi yetu. Amani itakuwa, tutakamata responsabilite ya nchi yetu. Security itakuwa. Hakuna nchi yenye itatuzoea kuingia kuja kuagrese nchi yetu kama IDC iko mkuvwa. Havitawezekana. Havitawezekana. Na siku IDC itafika, itakamata pouvoir ya Kongo na amani inafika. Amani itafika. Popote kule. Amani itafika. Na maisha ya raia itakeuka. Na nchi itajenga. Ile ndio role yetu kama viongozi na chama. Shukrani na kila laheri kwa mipango yenu mizuri ambayo mnaiandaa kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana. Asante sana mtangazaji. Tuendelee kuongea. Kupashana habari.